Haleluya. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, mfalme wa amani, Mungu mwenye nguvu, tunakuinua juu. Pokea sifa, heshima na utukufu. Baba, tunasema asante kwa kutupa kibali cha kuweza kuiona siku ya leo. Tunasema asante kwa pumzi, asante kwa uhai ambao unaendelea kutupatia kila itwayo leo. Asante Baba kwa upendo, asante, tunakushukuru kwa kutupa nafasi hata ya kukusanyika kwa ajili ya jina lako. Baba, ninaachilia damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari, pite kwenye mioyo, kwenye nafsi, kwenye akili, ufahamu, masikio ya kila moja, ikamsafishe, ikamtakase, ikamweke tayari kwa ajili ya neno na chakula ulichokiandaa siku ya leo kwa ajili ya nafsi na roho zao. Bwana, hata mimi mtumwa wako niko tayari pia. Bwana Yesu, naomba unitumie kwa kuwa ni chombo chako, kwa wafundishe watoto wako neno la leo, kwa wafundishe, ukawalishe chakula ulichokiandaa kwa ajili ya nafsi na roho zao. Bwana, ukazidi kuwajenga, ukazidi kuandaa mavuno yako haya, taifa lako ili takatifu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, nafunga kuzimu, nafunga mauti, nafunga rada zote, minara, network, antena, darubini zote, mitandao yote ya kuzimu, na sambaratisha kwa damu ya Yesu. Ninatengua kila laana na viapo vilivyotengenezwa, vilivyotamkwa siku ya leo kinyume nasi, ninavitengua na kuvisambaratisha na kuvifuta kwa damu ya Yesu. Bwana, ninaachilia nuru yako ikatawale siku ya leo, damu yako ikatufunike tunapoingia, tunapotoka, vyakula, vinywaji vyote na vibariki na kuvitakasa kwa damu yako ya thamani iliyomwagika pale Kalvari. Tunafunga magonjwa, tunafunga mauti, roho za uharibifu, tunafunga siku ya leo, hazina mamlaka juu yetu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Asante Mungu wa rehema, asante Simba wa Yuda, mwamba wa kale, niko ambaye niko. Asante Baba, tunakushukuru kwa siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amina. Shalom, shalom. Bwana Yesu asifiwe, Kristo atukuzwe, Kristo ainuliwe juu. Siku yetu ya leo tunajifunza somo linasema neno la Mungu kwa watoto wadogo. Somo linasema neno la Mungu kwa watoto wadogo. Tutasoma Kumbukumbu la Sheria sura ya 11 mstari wa 18 hadi wa 21, lakini pia tutasoma Waefeso 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 4. Tunaanza na Kumbukumbu la Sheria sura ya 11 mstari wa 18 hadi mstari wa 21. Ninasoma kwa jina la Yesu. Yawekeni maneno yangu haya mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni mikononi mwenu kama alama na kuyavaa katika paji la uso. Wafundisheni watoto wenu maneno haya, mkiyazungumzia mmeketi katika nyumba zenu, mnapotembea, mnapolala na mnapoamka. Ziandikeni katika vizingiti vya nyumba zenu na katika malango yenu, ili nyinyi na watoto wenu mpate kuishi maisha marefu katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, aliapa kuwapa babu zenu, siku zote mbingu zitakapodumu juu ya dunia. Narudia tena. Yawekeni maneno yangu haya mioyoni mwenu na rohoni mwenu, yafungeni mikononi mwenu kama alama na kuyavaa katika paji ya uso. Wafundisheni watoto wenu maneno haya, mkiyazungumza mketipo katika nyumba zenu, mnapotembea, mnapolala na mnapoamka. Ziandikeni katika vizingiti vya nyumba zenu na katika malango yenu, ili nyinyi na watoto wenu mpate kuishi maisha marefu katika nchi ambayo Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, aliapa kuwapa babu zenu, siku zote mbingu zitakapodumu juu ya dunia. Lakini tukija kusoma pia kitabu kitakatifu Waefeso sura ya 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 4, ninasoma kwa jina la Yesu. Enyi watoto, watiini wazazi wenu Kikristo, maana hii ni jambo jema. Waheshimu baba na mama yako, hii ndiyo amri ya kwanza ambayo imeongezewa ahadi, yaani upate fanaka na kuishi miaka mingi duniani.
Nanyi akina baba, msiwachukize watoto wenu, ila waleeni katika nidhamu na mafundisho ya Kikristo. Narudia tena, enyi watoto, watiini wazazi wenu Kikristo, maana hii ni jambo jema. Waheshimu baba na mama yako, hii ndiyo amri ya kwanza ambayo imeongezewa ahadi, yaani upate fanaka na kuishi miaka mingi duniani. Nanyi akina baba, msiwachukize watoto wenu, ila waleeni katika nidhamu na mafundisho ya Kikristo. Somo letu la leo linasema neno la Mungu kwa watoto wadogo. Neno la Mungu kwa watoto wadogo. Somo hili la leo ni la muhimu sana kwa wazazi, maana wengi humu ni wazazi, lakini pia mzazi ni yoyote yule. Hata kama hauna mtoto, Mungu akikuangalia na kuona wewe ni mzazi, kwa sababu ahadi ile ya enendeni duniani mkazae na kuijaza dunia ni ya kila mwanadamu. Lakini neno lake hilo linasema hakutakuwa na ugumba wala kuharibika kwa mimba. Mpaka hapa tunatambulika sisi ni wazazi. Kwa hiyo kuna wazazi ambao wana watoto na kuna wazazi ambao watarajiwa. Ahadi ya Mungu iko mbioni, iko njiani kuwafikia. Kwa hiyo somo hili ni letu sote. Uwe una mtoto au bado hauna mtoto, lakini wakati wako na majira yako yatafika tu na wewe utaitwa baba na wewe utaitwa mama. Kwa hiyo wakati wako upo. Kwa hiyo somo hili hata na wewe linakuhusu. Lakini pia kama hauna watoto bado, kwa wakati huu bado unao ndugu zako ambao wana watoto. Kwa hiyo bado unalo hili jukumu, au ukabeba jukumu la watoto wengine. Ndio maana tunabeba mzigo wa kuombea watoto duniani kote, maana wapo wazazi wengi lakini jukumu la kusimama kwenye nafasi zao hawana, wanaiacha dunia iwafundishe watoto wao. Kwa hiyo sisi tunaojua kweli tunayo nafasi ya kusimama tukiwa makuhani wa Bwana, tukiwaombea watoto wote duniani. Na ndio maana katika mzigo Bwana alionipa ni kuombea dunia, lakini pia na hili kundi la watoto, maana watoto wengi sana wako kuzimu. Na hii ukiangalia ni sababu ya wazazi wao walishindwa kusimama katika nafasi zao, walishindwa kusimama katika position zao, katika kuhakikisha watoto wao wanakuwa na msingi wa neno, watoto wao wanakuwa wanaijua kweli, watoto wao wanakuwa wanamjua huyu Mungu na ufalme wa mbinguni na sheria za mbinguni. Kwa hiyo hili ni jukumu la wazazi, lakini hawa wazazi wanakuwa hawana huo muda, wanaacha dunia iwafundishe watoto wao, na mwisho inakuwa ni too late kuwafundisha, kwa sababu samaki unaambiwa mkunje ingali bado mbichi. Sasa wanaacha dunia ifundishe watoto na watoto wanakuwa wakavu, alafu wanapotaka sasa kuwakunja watoto wawafundishe, watoto wanavunjika. Maana samaki aliye mkavu ukimkunja atavunjika, inakuwa ni too late. Sasa Biblia inamzungumzia mtoto mdogo. Biblia inamzungumzia mtoto mdogo katika sura au tafsiri au maana mbili. Narudia. Biblia inamzungumzia mtoto mdogo katika sura mbili au pande mbili au tafsiri mbili au maana mbili. Maana ya kwanza inamzungumzia mtoto kwa maana ya umri. Inamzungumzia mtoto kwa maana ya umri. Umri wake ni mdogo, amezaliwa huyu bado ni mtoto, ni mdogo. Hii ni maana ya kwanza. Mtoto wako huyo nyumbani, huyo ndiye kundi hili la kwanza. Maana hii ya kwanza kwa umri, kwamba ni mdogo kuzaliwa, ndio maana tunamwita mtoto. Lakini pia Biblia inamzungumzia mtoto mdogo kwa maana nyingine ya pili pia, ambayo maana hii
ni mtoto mdogo kiroho au asiye na ufahamu wa kutosha wa neno la Mungu, huyu anaonekana mtoto. Mtu yoyote mwenye ufahamu mchache au ufahamu mdogo wa neno la Mungu ndani yake anaonekana mtoto kiroho. Na ndio maana tunaambiwa kwa sababu ufahamu wenu ni mdogo, mtapewa mafundisho ambayo ni kama maziwa anayopewa mtoto mchanga. Mnaonekana bado ni wachanga au bado ni watoto wadogo, ndio maana mnapewa maziwa, mafundisho yale ambayo sio magumu kwenu. Kama mtoto mdogo huwezi ukamwanzisha ugali, ukamwanzisha kula wali, anaanza maziwa ya mama yake yasiyogushiwa. Anakuwa kiroho mpaka atakapokuwa ndio anaanza kula vyakula vigumu. Ndivyo na sisi, mtu ambaye ufahamu wake wa kiroho ni mdogo anaonekana mtoto mdogo. Mtu aliyempokea Yesu leo bado neno la Mungu alijui kiundani, bado afahamu vitu vingi vya ufalme wa mbinguni. Mbingu inamtambua mtu huyu ni mtoto mdogo. Ila leo tutazungumza zaidi hili kundi la kwanza la mtoto mdogo kiumri, hawa ambao watoto wetu tuko nao nyumbani. Hawa ndio somo la leo linawahusu, na sisi wazazi linatuhusu. Tuishi vipi sasa, tufanye vipi sasa na hawa watoto wetu ili wasipate kukosa mbingu. Angalia, Yesu alisema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sasa wazazi wengi wanawazuia watoto wao kwenda mbinguni, wanawafungia milango watoto wao kwenda mbinguni, kwa sababu wanakosa muda wa kuwafundisha, kuwaelekeza, kuwaleta kwa Yesu. Na hao watoto sasa wanapokuwa wazazi wanakosa kusimama kwenye nafasi zao kuwafundisha, adui atawafundisha. Na ndio maana Yesu alisema msiwazuie, waacheni waje kwangu, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Na yeyote atakayemleta mtoto mdogo kama huyu katika ufalme wangu wa mbinguni ana thawabu kubwa, kwa sababu watoto wana imani ya juu sana. Watu wanashindwaga kujua imani ya mtoto mdogo ni kubwa zaidi, kubwa zaidi. Na ndio maana adui anadili sana na hili kundi la watoto wadogo. Kuanzia wadogo anazima ile imani yao na Mungu aliye mbinguni, wanaizima. Ndio maana mtoto unaweza ukamwambia, mwanangu, usishike hiki, usifanye hiki, usiende pale, kuna hiki na hiki na hiki, usipofanya hivi nitakupa hiki. Labda ni zawadi umemwahidi, jioni nikirudi kazini nitakupa zawadi. Na mtoto anao uvumilivu, anao hiyo imani ya kuto kufanya hivyo, akisubiri mpaka jioni baba au mama akija atanipa zawadi. Lakini sisi watu wazima, ukimwambia mtu usifanye hivi, usiguse pale, usiende pale, ndio kama umemwambia nenda, kwa sababu atataka aende ili aone kuna nini. Lakini mtoto mdogo anayo imani, anao uvumilivu wa kuvumilia. Ndio maana kundi hili adui analitafuta kweli kweli, na ndio maana adui akaona sasa afanye nini ili watoto wengi waende kuzimu. Ndio haya makatuni yakaanzishwa, maana kila katuni wanapoangalia zipo roho, macho yao wanapoangalia wamefungua mlango wa macho. Kwa hiyo zile roho zinaingia kupitia macho yao, zinaenda kuataki mioyo yao, zinaataki ufahamu wao, zinaataki imani yao, zinaataki uvumilivu Mungu aliyoupanda, zinaataki zile mbegu nzuri ambazo ni za Roho Mtakatifu ndani ya watoto. Alafu zile mbegu zikiatakiwa zinaoza, zinaharibika. Unaona mtoto alikuwaga mpole, alikuwa na tabia njema, alikuwa na matunda mazuri ya Roho Mtakatifu, yote anaondoka ndani yake. Anakuwa kiburi, anakuwa jeuri, hataki kusikia wazazi, anakuwa na hasira. Haya yote ni mapando ambapo tunaambiwa mlipolala adui alikuja, alipanda mapando, panda magugu.
Wazazi walipolala kuwatunza watoto wao, kuwafundisha watoto wao, adui alikuja akapanda magugu, akawafundisha kwa kupanda magugu ndani yao, magugu ya uharibifu, magugu machafu. Hivyo somo hili la leo litatusaidia wazazi, na hasa katika huu muda mchache tuliobakiza. Tusitafute kwenda mbinguni, kwenda ufalme wa mbinguni peke yetu. Tutafute ufalme wa mbinguni pamoja na watoto wetu. Maana unajua sisi wazazi ni viongozi wa watoto wetu. Yaani sisi katika ulimwengu wa roho, mama au baba, Mungu anapokuona na kuona wewe na uzao wako. Kwa hiyo wewe na uzao wako Mungu anataka wote mpate kuingia ufalme wake wa mbinguni. Ndio maana unapopiga magoti kutubu, kuomba msamaha kwa dhambi ulizozitenda kwa siku ya leo, ombea na watoto wako, kwa sababu hujui kwa siku hiyo mangapi wameyafanya ambao ni kinyume na sheria za mbinguni. Kwa unapoomba usijiombee peke yako, tamka na watoto wako, toba kwa watoto wako pia. Popote walipokosea, Baba ninatubu kwa ajili yao. Yamkini wamekosa ndotoni, Baba natubu kwa ajili yao. Hati yote iliyokuja mbele yako, ikiwa na jina la wanangu, jina la mwanangu kama mmoja, mtaje jina. Baba ninasimama nikiwa kuhani, ninasimama katika lango la familia nikiombea toba, lango la uzao wangu nikiombea toba. Bwana naomba unisamee, Bwana naomba wasamee watoto wangu, naomba ufute hii hati ya mashtaka kwa damu yako. Mara ngapi wazazi tunafanya hivi? Wazazi wako bizi wakipiga magoti wanajiombea wao wenyewe. Baba ninatubu. Kama wewe umuombei mwanao toba, nani amwombee toba? Hivyo tusimame katika kuombea watoto wetu toba, lakini na wao tuwafundishe, wanapokosea watubu, watengeneze na Yesu, kwa sababu tunajiandaa muda wote Bwana anachukua kanisa lake. Hivyo neno hili la leo tutaongelea zaidi kundi hili la kwanza, watoto, kwa maana ya umri kwa kuzaliwa. Maana wengi umri wa mama, wengi umri wa baba au wazazi au mzazi au wazazi watarajiwa. Ni muhimu watoto kufundishwa neno la Mungu, maana zipo faida nyingi wanazopata kwa sasa, lakini pia wanazopata kwa maisha ya baadaye. Tuangalie hapa Kumbukumbu la Sheria, Kumbukumbu la Sheria sura ya 11 mstari wa 18 hadi wa 21. Yawekeni maneno yangu haya mioyoni mwenu na rohoni mwenu. Maneno yangu haya ni yapi? Ni neno la Mungu, sheria za neno la Mungu. Tuziweke katika mioyo yetu na rohoni mwetu. Yafungeni mikononi mwenu kama alama na kuyavaa katika paji la uso. Angalia hapa 19. Wafundisheni watoto wenu maneno haya, maneno ya Mungu tuwafundishe watoto wetu, mkiyazungumza mketipo katika nyumba zenu, mnapotembea, mnapolala na mnapoamka. Tuwafundishe watoto wetu neno la Mungu, tunapoketi, tunapolala, tunapotembea, tunapoamka, muda mwingi tuwafundishe watoto wetu neno la Mungu. Hata tunapokaa nao tuwaeleze habari za neno la Mungu, tuwaeleze habari za Yesu, wamjue Yesu. Nakuta watoto wengine hata ukiwauliza unamjua Yesu, anakwambia simjui. Kwa nini? Kwa sababu wazazi wao hawamzungumzi huyo Yesu. Sasa unapokuwa hamwafundishi watoto wenu neno la Mungu, habari za mbinguni, habari za Yesu, adui anakuja anawafundisha habari za kuzimu. Kwa sababu watoto wengi wameshaingizwa kwenye mitandao hii ya wachawi, Freemason, Illuminati, vitoto vidogo. Na hao watoto wanapewa assignment, wanaambiwa nendeni mashuleni, majumbani. Watoto ambao bado hawajaingia kwenye mitandao yao hiyo ya giza, waleteni kwenye hii mitandao, wafundisheni, mwalete. Kwa watoto wengi wana roho za uchawi, wamejiingiza kwenye haya makundi, hata wazazi wao hawajui. Unakuta mzazi mwingine sio mchawi, hayuko kwenye Freemason, Illuminati, lakini mtoto wao tayari ameshaingizwa. Mzazi hajui, kwa sababu ni mambo ya kiroho haya, hajui.
Lakini tukiwa tunawafundisha watoto wetu na kuwaambia haya ni mabaya, haya ni mabaya, mtakapofundishwa hivi, jueni ni miungu mingine, kataeni. Watoto wanajua, na watoto wadogo ni wepesi kuelewa, wana akili nyepesi kuelewa, kwa sababu hawa watoto wadogo wana malaika zao wanaowalinda. Na ndio maana malaika zao wanachukia wanapoona watoto wadogo hawa wanakoseshwa mbingu. Na malaika zao hawa wa ulinzi wanaowalinda na kuwachunga hawa watoto wanafurahi wanapoona mzazi anawafundisha watoto sheria za Mungu na neno la Mungu. Wanafurahi. Hivyo basi tunaambiwa tuwafundishe watoto neno la Mungu, tuzungumze nao tunapokuwa tumelala, tunapotembea, tunapokaa, tunapoamka, tuwafundishe. Ziandikeni katika vizingiti vya nyumba yenu na katika malango yenu, ili nyinyi na watoto wenu mpate kuishi maisha marefu katika nchi ambao Mwenyezi Mungu Mungu wenu aliapa kuwapa babu zenu, siku zote mbingu zitakapodumu juu ya dunia. Hata kwenye miima ya nyumba zetu tuandike neno la Mungu, sheria ya Mungu, ili hata watoto wanapokuwa wanaingia nyumbani, wamekaa, wana uwezo hata wa kusoma pale. Wanapofika ile stage ya kusoma, umri wa kusoma, wanasoma pale neno la Mungu. Lakini pia tunao uwezo pia wa kuwafundisha watoto, mfano kama Biblia. Zipo Biblia ambazo zina picha kwa lugha nyepesi kwa watoto, inakuwa ni kumbukumbu, watoto wanakuwa wanajua. Unaweza ukawafundisha watoto hata habari za Nuhu, ukawafundisha watoto hata habari za Musa, ukawafundisha watoto habari za huyu Yesu, wakamjua huyu Yesu, wakajua faida za ufalme wa mbinguni, wakajua uzuri wa ufalme wa mbinguni. Tuwafundishe watoto wetu wawe na Biblia pia. Zipo Biblia ambazo za watoto kwa lugha nyepesi, lakini hata hizi Biblia ambazo ni zetu tunazozitumia sisi pia tuwafundishe. Unaweza kuambia mwanangu, leo nataka nikufundishe habari za Yesu. Namfundisha hata tu jinsi Yesu alivyozaliwa, jinsi Yesu alivyofanya kazi, jinsi Yesu alivyoponya wagonjwa, alivyofungua wagonjwa. Alafu unamuuliza maswali, mwanangu, nasemaje juu ya Yesu kwa kazi hizi alizofanya? Au Yesu alifanya nini? Au umeelewa nini? Unamuuliza mtoto maswali. Wanafurahi wanapomjua Yesu, kwa sababu kwa kuwafundisha watoto tunawasogeza karibu na Yesu, tunajenga uhusiano wa karibu zaidi katikati yao na Yesu, na Bwana anazidi kujaa zaidi ndani ya watoto wadogo, kwa sababu angalia, tunaambiwa ufalme wa mbinguni kama mbegu ya haradali, ni ndogo. Kwa hiyo tunapowafundisha tunapanda mbegu ndogo ndani yao ya ufalme wa mbinguni, na hii mbegu inachipua jinsi watoto wanavyokuwa, inazidi kukua ndani yao, na adui atakaa mbali na watoto wetu. Kwa nini? Kwa sababu wana neno la Mungu, maana neno la Mungu ni Mungu mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu Mungu mwenyewe anakuwepo, yumo ndani ya watoto hao, ndani ya watoto wetu. Hivyo angalia, haya ni maneno ambayo Musa aliwaambia hao Waisraeli, hizi sheria za Mungu, na akasema huyu Mungu anataka muwafundishe na watoto wenu vizazi na vizazi, ili hawa watoto wenu wapate kupata zile baraka ambazo Mungu amewaahidi babu zao, na wao pia wapate kuzipata hizi baraka za Ibrahim. Lakini pia ili hawa watoto wapate kuishi miaka mingi na heri hapa duniani. Lakini tukisoma kitabu cha Waefeso, 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 4, enyi watoto watiini wazazi wenu Kikristo, maana hili ni jambo jema. Kalia watoto wanahimizwa, enyi watoto watiini wazazi wenu. Watoto wengi utii hawana, kwa sababu wanakosa neno la Mungu, wanakosa nuru ndani yao, wanakosa kumjua huyu Yesu ndani yao, na adui anapata urahisi wa kuwa karibu nao. Anawafundisha kupitia maroho yanayoingia kupitia makatuni, kupitia ma YouTube. Mtu anaona heri
kwamba maadamu mtoto wake anakuwa na utulivu, anakuwa na upole, yeye anapata nafasi ya kufanya mambo yake, anampa mtoto tablet. Chukua tablet, chukua laptop, chukua simu, anampa simu yake, angalia makatuni, ili mtoto kakaa ana utulivu. Mzazi anaona ni heri, ni furaha kwake. Ajui ni roho gani zinaingia ndani ya mtoto, ajui ni mbegu gani inapandwa katika moyo wa mtoto wake, katika roho ya mtoto wake. Maana angalia, tunaambiwa tupande hii mbegu katika mioyo yetu na roho zetu. Sasa wanapoangalia vitu vingine kwenye magemu, wanakaa wanacheza magemu, ni mbegu ile inapandwa kwenye roho zao na nafsi zao, kwenye mioyo yao na kwenye roho zao. Mbegu ya adui inapandwa, na hii mbegu ya adui ikipandwa inazaa matunda. Hakuna mbegu ambayo itapandwa na isizae matunda, maana kile upandacho ndicho utakachokivuna. Kwa hiyo hawa watoto, kwa sababu watakuwa wamepanda mbegu za adui, watavuna matunda ambayo ni matunda ya adui. Hasira, chuki zitapandika kwa watoto, zitaonekana kwa watoto zikiwa ni matunda ya uovu kwa watoto. Kwa hiyo tunaona hapa, enyi watoto watiini wazazi wenu. Kwa hiyo watoto watakosa utii kwa sababu ya matunda ambayo yamepatikana baada ya adui kupanda ndani yao. Kwa hiyo tunapowapandisha au tunapowafundisha watoto neno la Mungu, tunapanda neno la Mungu, mbegu njema, na hii mbegu njema hii inaenda kuota na kuzaa matunda ambayo ni matunda mema ndani ya mtoto huyu. Tunda likiwa mojawapo utii. Hawa watoto watakuwa na uwezo na wa kuwatii wazazi wao, kuwatii wakubwa wao, kuwatii na watu wengine. Nakuta mtoto ana utii, mtoto ana upole, mtoto ana upendo. Haya ni matunda ambayo haya yametokana na neno la Mungu, mbegu iliyo bora. Waheshimu baba na mama yako. Hii ndiyo amri ya kwanza ambayo imeongezewa ahadi, yaani upate fanaka na kuishi miaka mingi duniani. Waheshimu baba na mama. Watoto wengine heshima hawana, ni kwa sababu ya mbegu ipi inayopandwa. Ndio maana ukimwona mtoto mdogo hana adabu, hana heshima, anatukana watu wakubwa, unajua kabisa kwamba neno la Mungu ndani yake alipo. Wazazi wake hawana nafasi juu ya huyo mtoto, na adui, kwa sababu wazazi ambao wanatakiwa watunze watoto wao, wawapande neno la Mungu, wawafundishe, hawana nafasi, basi adui atapata nafasi, atawafundisha yeye watoto. Na adui atakachowafundisha, atawafundisha kumchukia Mungu aliye hai, atawafundisha kuwa na tabia mbaya, atawafundisha mambo ya kidunia hii, atawafundisha vitu ambavyo vitawapeleka mbali na Yesu, ikiwa kuto kuwatii wazazi. Ili kwa kuto kuwatii wazazi, watoto hawa huyo adui anakimbia mbele za Mungu, anaambia Mungu, wewe ni mtakatifu, wewe ni Mungu wa haki. Mungu, angalia mtoto huyu amemtukana mzazi wake, ameleta hasira mbele ya mzazi wake, amemjibiza mzazi wake, amemtukana mtu mkubwa. Neno lako linasemaje? Waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Angalia, huyu hajawaheshimu wazazi wake, anatakiwa apewe adhabu ya kifo, apewe adhabu ya magonjwa, apewe adhabu. Na Mungu analiona neno lake, mtoto kweli amekosea. Lakini huyu Mungu akiangalia wazazi wake walikuwa wapi mpaka mtoto huyu, hii mbegu adui amepanda. Wako bize mitandaoni, wako bize na mambo ya dunia hii, wako bize na maisha yao binafsi. Wanasahau kwamba wana wajibu mkubwa juu ya watoto wao. Hivyo waheshimu baba na mama. Hii ndiyo amri ya kwanza ambayo imeongezewa ahadi, yaani upate fanaka. Fanaka ni baraka, upate baraka na kuishi miaka mingi duniani. Tunapoheshimu wazazi tunapata baraka za dunia hii. Mafanikio yako yamo ndani ya baraka, utajiri wako umo ndani ya baraka,
Mema yako ya dunia yamo ndani ya baraka, ili upate baraka, lakini si tu kupata baraka na vitu vizuri vya duniani hapa, bali na upate kuishi maisha marefu. Kwa nini? Kwa sababu dhambi ni uasi. Mtu anapotenda dhambi, dhambi imebeba mauti nyuma yake. Dhambi imebeba mauti nyuma yake. Dhambi imebeba magonjwa nyuma yake. Dhambi imebeba uharibifu nyuma yake. Lakini tunapokuwa mbali na dhambi, mauti, uharibifu wa adui utakuwa mbali nasi. Kwa hiyo utakapokuwa mbali nasi, tutapata kuishi miaka mingi. Kwa nini? Kwa sababu nguvu ya Mungu na ulinzi wake na neno lake litasimama kututetea, litasimama kutupigania, litasimama kutuongoza. Lakini pia Mungu anatuonya hapa, nanyi wakina baba au nanyi wazazi, msiwachukize watoto wenu, ila waleeni katika nidhamu na mafundisho ya Kikristo. Na nyinyi wazazi, msiwachukize watoto wenu. Tusiwe sababu ya kuwachukiza watoto wetu, tusiwe sababu ya kuwakwaza watoto wetu, tusiwe sababu ya kuwafanya watoto wetu, kwa sababu kupitia sisi mtoto amekasirika. Tusiwe sababu. Na sisi pia tuishi kwa sheria za Mungu, tuishi kwa hofu ya Mungu, tuishi kwa upendo, tuishi kwa kiasi, ili kupitia haya yatusaidie muda wote tuwe katika mudi nzuri na watoto wetu, tusiwe vikwazo au sababu za kuwafanya watende dhambi. Maana unakuta mtoto mwingine anakasirika ni kwa sababu mzazi amesababisha. Tusiwe sababu. Ndio neno linasema hapo, nanyi wazazi msiwachukize watoto wenu, mkawafanya watende uovu, watende dhambi, waandikiwe hati za mashtaka, ila waleeni watoto wenu katika nidhamu na mafundisho ya Kikristo. Embu tuone faida. Kwa nini tuwafundishe watoto neno la Mungu? Kwa nini tuwafundishe watoto wadogo neno la Mungu? Zipo faida za kuwafundisha watoto wadogo neno la Mungu. Faida ya kwanza, tunajenga mahusiano mazuri kati yao na Mungu aliye hai. Tunawasaidia watoto kumjua Mungu na kumpenda Mungu. Tunapowafundisha neno la Mungu, neno lile la Mungu, Mungu ni pendo. Mungu anaenda kupanda mbegu ya upendo katika mioyo ya watoto, na upendo huu unakuwa ni upendo kati ya Mungu na hao watoto, kati ya Mungu na huyo mtoto. Na upendo ukiwepo, huyu mtoto atampenda Mungu. Upendo ukiwepo, huyu mtoto atapenda na atazitii sheria za Mungu. Maana yule anipendaye atatii sheria zangu na atalifuata neno langu. Upendo. Hivyo, kwa kuwafundisha watoto tunajenga mahusiano mazuri kati ya Mungu na watoto wetu, Mungu aliye hai na watoto wetu. Lakini tusipowafundisha, adui anakuja anajenga uhusiano kati yake na watoto. Ndio maana watoto wengi wameunganishwa kwenye uchawi, wameunganishwa kwenye mitandao hii ya giza. Ni kwa sababu hawajapata nafasi ya kuunganishwa mahusiano yao na Mungu aliye hai, na adui akaja akajiunganisha na wao kupitia mawakala zake, watoto wengine ambao nao ni wadogo. Hivyo tunapaswa tuwafundishe neno la Mungu watoto, tunapolala, tunapoamka, tunapotembea, muda wowote. Hata unatembea na watoto wako, embo mwanangu, naomba niambie, unamjueje Yesu? Yesu ni nani? Hata tu discussion kama hizi. Tuwafundishe watoto, tuzungumze nao. Anapokuambia mama, mimi simjui Yesu, basi unamfundisha, mwanangu, Yesu ni hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Tunapokula, tunapotembea, kabla hawajalala, mwanangu, hebu njoo leo tunasoma mstari huu tu mmoja, hebu tujadili pamoja. Wasomee alafu wafundishe huo mstari. Sio lazima mpaka usome nusu Biblia na wao kwa wakati mmoja, ni nyingi. Tafuta hata andiko ambalo ni zuri, Roho Mtakatifu atakusaidia
Waambie wanangu, leo tunajifunza hiki, kaeni mnisikilize. Soma, halafu wafafanulie, halafu waulize mmeelewa nini. Baada ya hapo ombeni, waambie wanangu mkalale. Tumepanda neno, tumepanda mbegu, tuendelee kupanda mbegu ndani ya watoto wetu. Najua roho zetu ni udongo, ndio maana tunaambiwa neno likaanguka kwenye udongo mzuri. Sisi ni udongo, mwanadamu ni udongo. Tunapanda mbegu ambayo ni neno la Mungu, kwa kulijadili neno, kwa kufundishana neno, kwa kulitafakari neno, ni mbegu tunapanda. Lakini pia faida nyingine ya kuwafundisha watoto neno la Mungu, tunapanda mbegu bora, mbegu nzuri kwa watoto wetu ambao ni neno la Mungu. Nayo mbegu hii nzuri au mbegu bora itazaa matunda mazuri ndani yao ambao ni matunda ya Roho Mtakatifu. Tunapowafundisha neno, mnakaa mnajadili, mnatafakari, ile ni mbegu unaipanda. Ile mbegu, angalia mtu akipanda mbegu kila siku anakuja na mwagilia, anakuja na mwagilia. Ile mbegu siku itakuja itachomoza, itaonekana mmea. Ule mmea mche utaendelea kukua, baada ya siku tutaona matunda, tutaanza kuyafurahia hayo matunda. Lakini tunaambiwa hapa ile mbegu tunayoipanda itakuja kuzaa matunda mazuri ya Roho Mtakatifu. Matunda haya ni kama upole. Mtoto atakuwa na upole. Unaona, jamani, mtoto wake huyu ana upole. Huyu mtoto jamani ana utii. Ni mbegu ile imepandwa. Na sisi tupande kwa watoto wetu upole, upendo. Mtoto ana furaha, mtoto ana amani, mtoto ana uvumilivu, mtoto ana fadhili, mtoto ana uaminifu. Angalia mtoto mwingine hata uaminifu ana, mwizi. Adui amepanda mapando yake ndani yake. Kwa hiyo uaminifu, utu wema, watoto wana wema hata wakusaidia wenzao, utu wema. Lakini pia na kiasi. Kiasi hiki ni kwamba watoto wanakuwa wanajua vitu hivi hatupasi kuvifanya, vinatupeleka mbali na Mungu wetu. Hatupasi kuangalia makatuni, yanatuchafua, yanatupeleka mbali na Mungu wetu. Hatupasi kucheza magemu, yanatuchafua, yanatupeleka mbali na Mungu wetu. Hiki ni kiasi, kwamba wanajua vitu vingi duniani lakini si vyote vyetu. Tuna kiasi, wanakuwa wanafahamu. Lakini vile vile watoto wetu tunawafundisha neno la Mungu. Faida nyingine, tunapanda nuru ndani yao. Neno la Mungu ni nuru, Yesu ni nuru. Kwa neno la Mungu kuanzia Agano la Kale mpaka Agano Jipya, lote ni Yesu alikuwa akizungumzwa, lote ni Mungu aliye hai alikuwa akizungumzwa. Ndio maana tunaambiwa kila neno, kila andiko lina uhai ndani yake katika neno la Mungu, kwa sababu ni Mungu mwenyewe. Hivyo tunapanda nuru ndani ya watoto wetu, tunapanda nuru ndani yao, nayo nuru yang'aa gizani, nalo giza halitaiweza nuru hiyo. Tunaweka ulinzi wa Mungu kwa watoto wetu kupitia neno la Mungu. Wanaposoma neno la Mungu, lile neno la Mungu linajaza nuru ndani yao. Angalia, nuru ikiwepo, giza linakimbia. Adui atakaa mbali na watoto wetu anapoona nuru imejaa ndani yao. Hata anapotuma mawakala wake, vitoto vingine vichawi viko kwenye mitandao, nendeni mkamlete yule aje kwenye ufalme wao, wanashindwa kwa sababu huyu mtoto ana nuru ya Bwana, ana ulinzi wa Bwana. Kwa sababu hatujui mashuleni huko, dunia imeharibika, imechafuka kweli kweli. Tukiruhusu watoto wetu wafundishwe na dunia, wataharibikiwa. Kwa hiyo lazima tuwe makini, tuwafundishe watoto wetu, tujaze nuru. Bwana ajaze nuru yake ndani yao, ili Bwana apate kuachilia ulinzi. Wanapokuwa mashuleni, ulinzi wa Bwana upo. Wanapokuwa majumbani, wanapotembea maeneo ambayo hawako pamoja na sisi wazazi, nuru ya Bwana na ulinzi wa Bwana unawalinda. Waingiapo, watokapo, wanavyokula. Vingine wanakula mashuleni, hawa wanaopika wengi wako kwenye mitandao huko. Lakini watoto wanapokuwa na nuru ya Bwana ndani yao, wana ulinzi wa Bwana, watakula chochote hata chenye sumu hakitawazuru, kwa sababu Bwana anawalinda. Lakini wale ambao hawana ulinzi wa Mungu ni shida.
Hivyo wazazi tusimame kwenye nafasi zetu. Lakini pia tunapowafundisha watoto wadogo neno la Mungu, faida nyingine, tunajenga mahusiano ya Roho Mtakatifu na watoto wetu. Huyu Roho Mtakatifu tunajenga uhusiano nao, atawafundisha watoto, atawakemea pale wanapokosea, hii ni dhambi, tubu. Mimi niliwaambia mwanangu, kuna siku nilimkuta akiwa anaomba mwenyewe, anaomba toba. Nikamwambia, nimekuona unaomba. Sema, hii mama, nilikuwa nimekosea, nilikuwa naomba Bwana anisamehe. Huyu anayempa nguvu mpaka kumfahamisha kwamba hili ni kosa, tubu mbele za Mungu, ni nani? Ni Roho Mtakatifu, kwa sababu yuko karibu na Bwana na Roho wake Mtakatifu anakuwa karibu nao. Kwa hiyo mtoto hata anapokosea, Roho Mtakatifu anamwambia muda huo tubu. Si lazima mpaka mzazi wako apige magoti aombe na tubu kwa ajili ya mwanangu dhambi hizo zitenda kwa wakati huo au kwa siku ya leo. Mtoto mwenyewe ajitambue kwamba hii ni dhambi na ninapokosea ni tubu muda huo huo, nisisubiri. Tuwafundishe watoto wetu, hiki ni dhambi, haya ni dhambi. Unapokosea tubu, kwa sababu unapokosea hati ya mashtaka inaandikwa. Tubu, tengeneza na Yesu. Roho Mtakatifu atawafundisha. Hata unakuta vitoto vingine viko kwenye mitandao vinawaambia njoo tufanye hiki, kumbe hicho anachotaka kufanya kuna mtego, au twende tukacheze pale, kumbe pale wanakoenda kucheza kuna mtego wameutega. Mtoto wako anamtafuta, wanataka kifo kitokee kwa mwanao, pigo limtandike mwanao. Wanaambiwa nenda akajifanya unaenda unamwita, alafu kacheze naye pale ili huu mchoro wa uovu utimie. Lakini huyu mtoto kama ana mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu anakataa, kwa sababu Roho Mtakatifu anaona yale asilini, anazuia, anakataa, anamlinda. Hivyo faida nyingine, tunajenga uhusiano mzuri wa Roho Mtakatifu na watoto wetu. Lakini vile vile faida nyingine, tunawaandaa watoto kumjua Mungu, lakini kujua ufalme wa mbinguni na uzuri wake, na kuwa mbali na ufalme wa giza. Kwa hiyo tunawaandaa watoto kupitia neno la Mungu, kwa sababu neno la Mungu linaeleza habari za Mungu wa mbinguni na ufalme wake wa mbinguni na ahadi zake alizotupa. Kwa hiyo tunapowafundisha watoto, wanazijua hizi, wanayajua haya. Kwa hiyo hii inawafanya watoto wawe mbali na ufalme wa giza. Lakini pia mwisho, faida nyingine ambayo watoto wanapata tunapowafundisha neno la Mungu. Neno la Mungu linawafanya watoto wajue dhambi kwamba ni mbaya, wajue dhambi kwamba ni uasi, na waweze kukaa mbali na dhambi, na wakijua kwamba dhambi itawatenga na Bwana Yesu na dhambi itawafanya wakose ufalme wa mbinguni. Na ndio maana watoto wakijua hiki na hiki na hiki ni dhambi, hata watoto wenzao nakuta wengine wanawaambia tufanye hivi, lakini wanajua kabisa kwa hiki wakifanya ni watavunja sheria za Mungu wao. Maana najua hata watoto wanajua. Na ndio maana sisi wazazi ni lazima pia tuchunguze wale wanaocheza na watoto wetu, hata mashuleni, hata majumbani. Huyu anayecheza na mtoto wako, anayetumia muda kucheza naye, ana Mungu yupi? Ni Mungu yupi ambaye anamuongoza? Ni Mungu yupi anayemwabudu yeye na familia yao? Kwa sababu nakuta vitoto vingine wazazi wachawi na hivyo vitoto vichawi. Nategemea hao watoto hawatafundishwa uchawi. Watafundishwa kwa sababu wanawaambia nendeni kawafanyeni wafanye hiki, kwa sababu kwa kufanya hiki watakosana, watatenda dhambi, watakosana na Mungu wao. Mlango utafunguka, alafu turushe pigo limtandike. Lakini watoto wetu wakijua habari za ufalme wa mbinguni, wakijua kwamba hiki ni dhambi, hata wale watoto wanapoambia, hata kama ni mchoro umechorwa wa uovu kupitia watoto maagenti, wanapoambia tufanye hivyo, wanasema sifanyi kwa sababu ni dhambi. Kwa hiyo tuwasaidie watoto wetu walijue neno la Mungu, wajue sheria za Mungu, wajue vitu gani ni dhambi, vinamchukiza Bwana. Hati zinaandikwa ili hao watoto wakae mbali na dhambi. Hata adui anapotaka kuwarubuni ashindwe. Kwa nini? Kwa sababu nuru
imejaa ndani yao, na hii nuru inaangaza hata katika mambo ya giza. Wanajua kabisa huu ni mchoro, wanajua hii ni dhambi, wanajua hii itanipeleka mbali na Yesu. Hivyo wazazi, tusimame katika nafasi zetu. Huu ndio wakati ambao, angalia, parapanda imekaribia. Kundi kubwa la watoto wengi wako kuzimu, na wengine wakiendelea kupelekwa kila leo. Wengine sio kwamba mpaka wamekufa ndio wanaenda kuzimu. Nafsi zao zimekamatwa, wanaishi duniani lakini hawapo ndani yao, wamechomolewa. Watu hao ni watu walioibiwa, wamefungwa kwenye mapoli, wamefungwa kwenye magereza. Na Bwana atakapokuja, kama bado wako kwenye mapoli, kwenye vifungo, kwenye magereza, watabaki. Kwa huu ni wakati ambao tunaambiwa Bwana ataturudishia ndugu zetu walio mateka, walio magerezani, atawafungua. Ndio kipindi hiki uamsho umemwagwa, umeachiliwa. Hivyo wazazi, tusimame katika nafasi zetu kwa ajili ya watoto wetu, lakini pia si tu kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya watoto wengine. Ndio maana tubebe mzigo. Nyinyi mnaoomba, waombaji, Bwana anataka makuhani wake waombaji. Yoyote yule Bwana amemwita kuwa ni kuhani, muombaji, asimame aombe kwa ajili ya watoto duniani. Watoto wana dhambi nyingi sana, mambo mengi sana ambayo watoto wanayatenda katika ulimwengu wa roho. Wazazi tunakosa hata muda hata wa kukaa chini na watoto wetu kuwauliza, mwanangu, umeamkeje leo? Umeota nini leo? Tuwe tunawauliza, kwa sababu nakuta watoto wengine hata hizo ndoto wanaota, lakini wanaamka asubuhi hawakumbuki. Kumbe usiku aliota, alitenda dhambi. Na wewe mzazi, hata kumwombea mtoto, baba, natubu kwa siku ya leo, dhambi zozote tulizozitenda, hata ndotoni zingine tulizozisahau, lakini ni dhambi mbele yako. Baba, natubu kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wako. Tunafanya hivi kwa ajili yangu na kwa ajili ya watoto wangu, popote tulipokukosea, tulipolala Baba. Yamkini tumesahau, sisi ni wanadamu Baba, hata hizo tunaziombea toba na rehema. Tumefanya haya, lakini watoto tunapowazoesha kutuambia, ndoto yote mwanangu uliyoyota, iwe nzuri au mbaya, niambie. Hata kama umeumwa na kitu, umekimbizwa na kitu, au umemuona mtu katika ndoto amefanya hivi, niambie. Hii inatusaidia wazazi, kwa sababu tuko katika ulimwengu wa mwili tunaishi, lakini vita yetu iko rohoni. Hao tunaocheka nao ndio hao wanaotafuta watoto wetu pia. Adui wa mtu atoki mbali. Huyu anayecheka na wewe, huenda ndio huyo anahangaika. Saa ngapi nitamuua mtoto wake? Saa ngapi nitamharibia mtoto wake? Nakuta mtoto mwingine labda aligongwa na nyoka, au anaota amepigwa na kitu kichwani, akadondoka, akapoteza fahamu. Ameamka, mama hata au baba hujamuuliza, mzazi hujamuuliza mtoto ameota nini, na mtoto anajua ile ni ndoto tu, anapuuza. Baada ya muda mtoto yule anaumwa, lakini chanzo chake ni rohoni. Unakimbia hospitali na mwisho unampoteza mtoto, lakini ilianzia rohoni. Hivyo wazazi, tuwe makini. Watoto wanaona kweli kweli, na ndio maana adui hataki watoto waone. Na ndio maana angalia, mtoto mchanga anaona kweli kweli. Mtoto mchanga anaweza kumuona mchawi kaja kajibadilisha, lakini mtoto ana uwezo wa kumuona kwamba huyu ni mchawi katika ulimwengu wake wa roho yule, kwamba ana matunguli yake yuko hivi. Ila wewe kwa macho ya nyama unamuona kwamba ni ndege tu yule anapita, ni mjusi tu yule anapita, ni inzi tu yule anapita, ni mende tu yule anapita. Lakini mtoto anaweza kumuona umbo lake la asili. Na ndio maana tuuze watoto wanachotuambia walivyoviota. Kama ni vizuri, basi tuviombee kwa Bwana vikatimie. Kama ni vibaya, tukaviharibu na venyewe visitimie. Wazazi, tusimame katika nafasi zetu, tukiwaombea watoto, tukiwaleta watoto, tukiwaombea watoto wengine toba. Tubebe mzigo kwa wazazi wengine ambao hawana neno la Mungu, hawajawahi kumsikia hata huyu Yesu na habari za ufalme wa mbinguni. Tuwaombee hili kundi pia, watoto wote duniani, toba kwa dhambi zote walizozitenda. Ndio maana unakuta vitoto vidogo tayari vimeshaolewa au vimeoa,
ni Mr. and Mrs. huko katika ulimwengu wa roho, wana watoto, wana familia, lakini wewe unamuona mtoto, lakini katika ulimwengu wa roho ni baba wa mtu yule, ni mume wa mtu yule, ameoa kabisa, ana watoto kabisa ulimwengu wa roho, kwa sababu wanalala, wanazinishwa, vitoto vidogo vinazinishwa, vinaolewa, vinakuwa mke wa mtu, mume wa mtu, vina na watoto katika ulimwengu wa roho. Vilikuwa vinaota, vinazini, havijawaeleza wazazi wao hawayajui yanayoendelea katika ulimwengu wa roho. Lazima wazazi tusimame kwenye nafasi zetu, tujue hali za kiroho za watoto wetu na vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho. Vipo vya kuharibu, vipo vya kubomoa, vipo vya kutengeneza, ili hata mtoto anapokuambia mama, nimeota ninazini katika ulimwengu wa roho, haribu ile roho, mfungue mtoto wako apate kuwa huru, maana hakuna mahusiano kati ya mapepo na wanadamu. Hivyo tusimame kwenye nafasi zetu sisi wazazi kwa ajili ya kuwakomboa watoto wetu, lakini pia kwa ajili ya kuyazuia haya yasiweze kutokea. Baba, ninakushukuru Mungu uketie mahali pa juu, mfalme wa amani, simba wa Yuda, mwamba wa kale niko ambaye niko. Sante kwa neno hili Baba, sante kwa kundi hili la watoto unaolipenda sawasawa na neno lako, ambao tuwalete watoto wote waje kwako, maana ufalme wa mbinguni ni wako, tusiwazuie. Baba, tunakushukuru kwa neno hili. Asante kwa kusema na wazazi, asante kwa kusema na mama huyu, asante kwa kusema na baba huyu, asante kwa kusema nasi Baba, asante kwa kutukumbusha majukumu tulionayo tukiwa ni wazazi kwa ajili ya kusimama kwa ajili ya watoto wetu. Asante Baba, tunakushukuru kupitia neno hili Baba ambalo umelipanda kwa wazazi hawa. Baba, ninaachilia damu yako ikanyunyize matunda yakazae Baba, wakawafundishe watoto wao, wakawaweke katika misingi ya neno lako na sheria zako za ufalme wa mbinguni, wakapate kujenga mahusiano kati yako wewe Bwana na watoto wao, na katikati yao pamoja na Roho Mtakatifu pia akapate kujaa, akapate kufurika ndani ya watoto hawa, nuru ikapate kujaa ndani ya watoto hawa, ulinzi wako Baba ukapate kuwa ndani ya watoto wako hawa, ili wanapokwenda mashuleni, wanapoingia, wanapotoka Baba, ukawalinde, mkono wako wenye nguvu ukawalinde watoto hao Baba, ukapigane na adui wa watoto wetu wanapokuwa njiani, wanapokuwa mababayani, wanapokuwa kila mahali Baba, ukawalinde na kuwatetea. Lakini pia kupitia neno hili Baba, ukawaongezee wazazi hawa, ukatuongezee hekima katika kuwafundisha neno lako watoto wetu Baba, ukapate kuwasaidia hata ufahamu wa watoto wetu Bwana, ukapate kuufungua, ukapate kuwa na wepesi wa kupokea neno la Mungu, wepesi wa kulielewa neno, wepesi wa kulifuata na kulitii neno lako. Sante Mungu mwenye nguvu, asante Simba wa Yuda. Ninamfunika kila mmoja pamoja na uzao wao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, nimeomba na kushukuru. Amen.